Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Uwakta ni nini? Labda pengine wewe ndio mara yako ya kwanza unasikia, au pengine umekwisha sikia na kukariri katika masikio yako kuhusiana na uwakta, umoja wa wahadhiri wa dini ya Kiislamu nchini Tanzania ni nini? Niko hapa mbele yako kukuelezea kwa ufupi sana kuhusiana na uwakta ili upate kuelewa. Inawezekana unayenisikiliza kwa sasa wewe ni muhadhiri dai wa Kiislamu au Muislamu wa kawaida tu, lakini unahitaji kufahamu kuhusu uwakta, maana ni muhimu sana kuweza kufahamu uwakta ni nini. Mimi ninayezungumza ni kiongozi katika viongozi wa uwakta, ni kiongozi wa mkoa wa Pwani, nikiwa na maana ni amiri wa mkoa wa Pwani katika taasisi ya uwakta, umoja wa wahadhiri wa Kiislamu Tanzania kwa ngazi ya mkoa. Sasa uwakta ni nini? Tunaposema uwakta tunamaanisha umoja wa wahadhiri wa Kiislamu Tanzania, na hii inamaanisha kwamba taasisi ya uwakta ni taasisi ambayo inahusika hasa zaidi na wahubiri wa dini ya Kiislamu au wahadhiri wa dini ya Kiislamu pamoja na taasisi zao. Tunaelewa kwamba wahadhiri wa Kiislamu wamekuwa wengi, wana taasisi zao ambazo ziliwanyanyua katika harakati na tasnia za da'wa zenye muda mrefu zaidi kuliko taasisi ya uwakta. Na baada ya hali ya mazingira iliyoko kwa sasa katika nchi yetu ya Tanzania na mienendo ya da'wa tuliyoona, kukawa na haja ya kuandaa au kuwepo kwa taasisi moja ambayo itakayosaidia pale ambako palipopelea na kuhakikisha kunakuwa na umoja wa wahadhiri wote na taasisi zao wanakuwa kitu kimoja. Kwa hiyo ni sawasawa na kusema uwakta sio taasisi ambayo inategemea kuwa peke yake ina kikundi chake tu cha watu maalum. Hapana, ni taasisi ambayo inahusisha wahadhiri wote wa Kiislamu na taasisi zao. Wahadhiri wote wa Kiislamu na taasisi zao, na ndio maana inaitwa umoja wa wahadhiri wa Kiislamu Tanzania, uwakta. Lakini kwa nini uwakta imekuwepo? Uwakta imekuwepo kwa sababu zamani tulikuwa tukifanya mihadhara ya dini ya Kiislamu, ulinganiaji wetu ulibezi sana katika kuwalingania wasiokuwa Waislamu. Ingawa katika magrupu yetu tulikuwa tukilingania wasiokuwa Waislamu, tulikuwa na watu wa namna mbalimbali. Makhatibu walikuwepo, mafaqihi, maanake wataalamu wa fiqh, wataalamu wa sira, wataalamu wa hadith, pamoja na masala mbalimbali ya kisheria. Mashekhe walikuwepo, tulikuwa tukitembea nao, lakini tulibezi sana katika kuwalingania wasiokuwa Waislamu kwa kutumia historia, kwa kutumia hoja, elimu linganishi kwa maana Biblia pamoja na Qur'an. Lakini zama zimebadilika. Mabadiliko ya zama yamepelekea kupunguza kiasi kikubwa sana cha da'wa hii. Kwanza wahadhiri wengi wanajishughulisha na masala mbalimbali na kuipuuza kwa kiasi fulani kazi ya da'wa, au pengine kuwa bize kwa majukumu fulani, na hii ikapelekea da'wa ile tulikuwa tukifanya zamani ikapungua kwa kiasi fulani. Na hii imesababishwa na mienendo ya hali ya nchi, mienendo ya hali ya mazingira, na kadri teknolojia inavyokuwa basi nguvu ikawa imekosekana ya kuendesha harakati za kidini kama ilivyokuwa zamani. Mamia ya watu walikuwa Kiislamu, watu walikuwa wakijua haki, na watu walikuwa katika msimamo. Hata baadhi ya mambo ambayo Waislamu tulikuwa tunayakosa kama haki zetu, basi kupitia wahadhiri wa Kiislamu tuliweza kupata haki zetu za kimsingi kama Waislamu. Tunaofuatilia historia ya nchi hii tunaelewa kwa ndani zaidi haya ambayo ninayazungumza. Lakini pia baadaye kukaingia katika uhadhiri kukaingia watu mbalimbali ambao wakajinasibisha na uhadhiri, kwa maana kila aliyekuwa akizungumza akitoa mawaidha alionekana ni muhadhiri. Sasa kila aliyekuwa akisimama akichangisha alionekana ni muhadhiri, na hii ni kwa sababu wahadhiri ndio walionekana kwa watu ambao wanaendesha sana michango kwa ajili ya harakati za dini na harakati za Uislamu. Sasa hii ikapelekea kila atakayesimama anakuwa ni muhadhiri, na bahati mbaya kama ilivyokuwa husemwa katika misemo, msafara wa mamba kengine hawakosekani. Hivyo inamaanisha kwenye kikundi cha watu ambao utaona wanafanya jambo la kheri, jambo zuri, katikati yao kuna watu wanakuwa katika maslahi yao binafsi. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi mashuhuri aliwahi kuambia Waislamu muhajirin waliotoka Maka kuelekea Madina, innama likulli imri'in ma nawa, hakika kila mtu ana roho lake ambalo amelinuia.
faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli, kama yule ambaye kuhama kwake kutoka Maka kuja Madina ni kwa ajili ya Allah na mtume wake, fahijratuhu ila Allahi wa rasuli, atalipwa hivyo hivyo kuwa amehama kwa ajili ya Allah na mtume. Waman kanat hijratuhu lidunya au imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilayhi, yule ambaye amehama kwa ajili ya dunia au kwa ajili ya mke apate kumuoa, yusibu hakashapata kile alichokitaka, fahijratuhu ila ma hajara ilayhi, basi kuhama kwake kutakuwa kwa kile ambacho kihamia. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyazungumza haya akiwa na maana kuna watu walihama kwa ajili ya Allah, ndani ya waliohama kwa ajili ya Allah kuna watu walikuwa kwa ajili ya maslahi ya dunia. Hivyo ndivyo ilivyo katika harakati za da'wa. Katika harakati za da'wa kuna watu ambao wanafanya kazi ya dini kwa imani na yaqini na wanafanya da'wa kwa maslahi ya Uislamu, lakini katikati yao kuna watu wameingia ambao wanajivika vilemba hivyo, lakini kiuhalisia wao si katika sisi. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta, utahesabu watu kwa pamoja lakini nyoyo zao ziko tofauti tofauti. Kuna watu wengine wamejiingiza ndani yake. Sasa hawa ambao wameingia na wenyewe wakaingia katika makundi ya da'wa wakionekana ni wanada'wa kwa sababu hawana fani ya da'wa, kwa sababu kiuhalisia hawapo kwa ajili ya Allah na mtume wake, na wapo kimaslahi zaidi, wakapelekea kuharibu, na hii ikapelekea sasa wahadhiri wakasifika kwa sifa mbaya mbaya, kwa sababu ya baadhi ya wahadhiri ambao wanaonekana kwamba ni wahadhiri wakifanya mambo ambayo yasiyohusiana kabisa na Uislamu au mambo mabaya. Sasa wahadhiri wakongwe, walimu wetu na viongozi wetu wakaona kuna haja ya kupitisha brush la kusafisha na kuweka sawa wahadhiri wajulikani na kina nani, na hata wale wahadhiri wenyewe ambao ni mhadhiri wa Kiislamu anafanya dawa, lakini ukafika wakati sheitan ibilisi lain ushawishi wake ukamzidi, akaanza kwenda kinyume na mipaka, ikaandaliwa taasisi ya UWAKTA, Umoja wa Wahadhiri wa Kiislamu Tanzania. Lengo nambari moja ni kuamsha ile hali ya da'wa ambayo ilikuwa imeshafifia tayari, watu warejee katika lengo. Wahadhiri ambao wanajinasibisha na wahadhiri warejee katika lengo la wahadhiri na kuchunga mipaka, heshima, nidhamu na adabu za da'wa. Lakini pili, kupitisha brush kwa wale ambao wanajinasibisha na wahadhiri, wanajinasibisha na harakati za da'wa, basi waishi katika mipaka, ili yule ambaye si katika sisi atolewe mapema, abaguliwe mapema, kwa sababu ataharibu kazi ya da'wa, na hata mwingine ataonekana wahadhiri wote wataonekana wana sifa mbaya kwa sababu ya mtu mmoja ambaye yeye ameharibu kwa sababu ya kutojua misingi ya da'wa. Lakini kadhalika muhadhiri yoyote ambaye atakwenda kinyume na taratibu za kidini zinavyotaka, haijalishi kwamba hata kama yeye ni muhadhiri wa zamani, ni muhadhiri mkongwe ambaye jamii inamtambua au inamfahamu, taasisi ya Umoja wa Wahadhiri wa Kiislamu Tanzania ina lengo la kurekebisha tabia na kurejesha watu katika lengo husika, ili kuepusha machafuko, ili kuepusha maneno yasiyofaa, kurejesha hekima. Mwenyezi Mungu anamwambia mtume, ud'u ila sabili rabbika bilhikma walmauidhati alhasan, lingania kwa Mola wako kwa hekima na mawaidha yaliyokuwa mema. Kwa hiyo Umoja wa Wahadhiri wa Kiislamu Tanzania una lengo la kurejesha hali ya da'wa nchini iendelee, lakini kadhalika kujaza hekima na kuongeza elimu kwa wale ambao wana da'wa alafu hawana elimu. Tumeshuhudia mbali mtu anasimama kwa ajili ya da'wa, anapenda kweli kufanya da'wa, lakini hana maarifa, hana elimu na ile da'wa ambayo anaifanya. Sasa Umoja wa Wahadhiri wa Kiislamu Tanzania unapitisha brush kuhakikisha unapitisha msasa kwa kila dai ambaye atakikubali kuwa chini ya UWAKTA, basi atasaidiwa kuhakikisha da'wa yake anaifanya vizuri kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo basi mimi nikiwa kama kiongozi wa Umoja wa Wahadhiri wa Kiislamu ngazi ya mkoa wa Pwani, ninasema kwamba tuna utaratibu UWAKTA sasa wa usajili wa kuhakikisha kila ambaye yeye anajiita ni dai, anajiita ni muhadhiri wa Kiislamu, hakikishe kwamba anapata usajili kupitia UWAKTA, anapata kitambulisho maalum. Kitendo cha kumsajili mtu ambaye anajiita ni mwanadawa, ni muhadhiri, ni kuwa kwanza tutampa mipaka ya kidini aizingatie katika dawa yake, lakini pili tutamsaidia kumuongoza katika sehemu ambazo anaweza kukwama katika harakati zake za kidawa. Lakini tatu, litakapomtokea tatizo popote pale alipo, ni rahisi kufahamika wapi anatokea. Kwa maana hiyo, kwa utaratibu ambao tumeuweka, muda si mrefu tutatoa miongozo itakayotembea katika nchi nzima, itakayowataka maimamu na viongozi wa misikiti na maeneo wanaohusika na harakati za kidini na vituo vya polisi, wanapotaka kumpokea mtu au wanapokwenda mgeni, kisha mgeni yule
akajiita kwamba yeye ni muhadhiri wa Kiislamu, basi wapate uthibitisho kutoka katika taasisi ambayo inahusika na umoja wa wale wahadhiri wa Kiislamu, ili asije akaondoka mtu na jina la wahadhiri akaenda sehemu akaharibu akafanya vitu vya ovyo, kisha wahadhiri wakaonekana ni watu wabaya, kumbe wako wanafanya masala yao mazuri. Kwa hivyo huu ndio UWAKTA, huu ndio kwa ufupi umoja wa wahadhiri wa Kiislamu Tanzania. Kwa tunaomba Watanzania kwa ujumla watupokee kama wahadhiri, wapokee, na hivi karibuni tutakuwa na utaratibu wa kuwatambulisha wahadhiri ili jamii ijue nani ni muhadhiri, anakaa wapi, ana fani gani, nani ni muhadhiri, anaishi wapi, ana fani gani, nani ni muhadhiri, anaishi wapi, ana fani gani. Ni sawa na kusema viongozi wa taasisi za kidini, viongozi wa Uislamu wa misikiti na maeneo mengine watutizame kwa makini sana umoja wa wahadhiri wa Kiislamu Tanzania, kwa sababu sisi ndio tutakaohusika na harakati zote za kila anayejiita muhadhiri. Inawezekana ana taasisi yake, lakini atawajibika kutambulika na taasisi ya UWAKTA, umoja wa wahadhiri wa Kiislamu Tanzania. Huu ni mwongozo kwa ufupi kuhusiana na UWAKTA, umoja wa wahadhiri wa Kiislamu Tanzania, lakini kwa upana zaidi ni kwamba tutafika mpaka katika misikiti, tutafika katika maeneo ya kata, tutafika kushirikiana na viongozi wengine wa kidini, taasisi za kidini na dola kwa ujumla hapa Tanzania kuhakikisha da'wa inakwenda vizuri. Asipatikane katikati yetu atakayejinasibisha na wahadhiri akafanya vitu vya hovyo na kutuharibia da'wa hii. Katika Uislamu tupeleke mbele, turejee katika njia ya Allah subhanahu wa subhana.